Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Agosti 9 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaanza na habari kubwa inayosema utashi wa kisiasa unavyokwamisha sheria ya ndoa. Utashi wa kisiasa unavyokwamisha sheria ya ndoa. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa 17 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini gunia la bangi la fichua mazito. Gunia la bangi la fichua mazito na majaji wa nje tume ya Jaji Lila wazua mjadala. Majaji wa nje tume ya Jaji Lila wazua mjadala. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lakini bado kuna habari inayosema Rais Samia ageukia migogoro ya wakulima na wafugaji. Rais Samia ageukia migogoro ya wakulima na wafugaji na Madeleka asimulia alivyojitoa polisi huku mitandao ya kijamii inavyogeuzwa kuwa mahakama ya umma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye linaanza na habari inayosema madeni yalivyosababisha mke yaliyovunja ndoa. Madeni yalivyosababisha mke alivyovunja ndoa. Lakini wadau wafunguka. Uteuzi wa tume Jaji Lila, wadau wafunguka na Rais Samia agiza hatua za haraka migogoro ya wakulima na wafugaji. Huku kurasa wa 4 kuna habari kwenye gazeti lako la Nipashe, matumizi ya teknolojia sasa kupunguza gharama za ujenzi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo, gwiji la habari linaanza na habari inayosema wazazi mbaroni tuhuma za kumfunga mtoto minyororo chumbani. Wazazi mbaroni tuhuma za kumfunga mtoto minyororo chumbani. Habari inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini Dangote serikali wafungua ukurasa mpya uwekezaji. Dangote na serikali wafungua ukurasa mpya wa uwekezaji. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 kwenye gazeti la Habari Leo. Lakini ukurasa wa 2 kuna habari inayosema kupungua uzito haraka, presha moyo hatarini. Kupungua uzito haraka, presha moyo hatarini. Lakini babu afungwa maisha kwa kubaka mtoto. Babu afungwa maisha kwa kubaka mtoto. Hiyo ni habari ukurasa wa 20 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Habari Leo ni Rais Samia aweka rekodi mpya kilimo. Rais Samia aweka rekodi mpya kilimo. Uzalishaji wa nafaka wafikia tani milioni 13.9, aongeza fedha pembejeo na mikopo. Lakini Chongolo BBT kufikia halmashauri 18, mikoa 4 kujengwa maghala. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa 2 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini bado kuna habari inayosema wachambuzi wa mpatano Rais Samia. Wachambuzi wa mpatano Rais Samia. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Habari Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Mzalendo lenye linaanza na habari inayosema wanaojenga maghorofa kiholela sasa kitanzini. Wanaojenga maghorofa kiholela sasa kitanzini. Lakini mke mume wadakwa tuhuma za kumfunga mtoto minyororo na kufuri. Mke mume wadakwa tuhuma za kumfunga mtoto minyororo na kufuri. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mzalendo ni Rais Samia atangaza neema kwa wakulima. Rais Samia atangaza neema kwa wakulima, haki na wajibu wa trafiki na madereva. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini msichana asimulia makubwa ya droni. Msichana asimulia makubwa ya droni. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mzalendo ukurasa wa mbele. Huku tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo asubuhi ya leo linaandika Zanzibar China kushirikiana kukuza uchumi wa buluu. Zanzibar China kushirikiana kukuza uchumi wa buluu. Lakini Dr. Mwinyi 88 jukwaa linalokuza kilimo. Dr. Mwinyi 88 jukwaa linalokuza kilimo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini bado kuna habari inayosema Zanzibar kuunda taasisi ya ulinzi taarifa binafsi. Huyo ni Soraga sema Zanzibar kuunda taasisi ya ulinzi taarifa binafsi. Lakini TAMISEMI ya kusanya bilioni 4.45. TAMISEMI ya kusanya bilioni 4.45. Zao la parachichi kuongezewa thamani. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini gazeti lako la Taifa Jumapili lenye linaandika shahidi adai aliona Makenzie akigeuka nyoka.
Lakini ODM sasa yawekea Ruto mtego. ODM ya sasa yawekea Ruto mtego. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema tofauti kali ya kuhusu siku ya uchaguzi, kimbunga cha ponda Japani Kusini. Hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Taifa Jumapili. Lakini gazeti lako la Mwananchi Huru linaandika utendaji wa benki ya TADB wamfurahisha Rais Samia, huku Waziri Sango wazitaka PSSF, NSSF na WCF na OSHA kuongeza matumizi ya tehama. Lakini Balozi Omari ang'arisha maonesho ya 88 Mbeya. Na tukiachana gazeti lako la Mwananchi Huru, tuangazie gazeti lako la Biashara Leo linaandika Waziri Sango zitaka PSSF, NSSF na WCF na OSHA kuongeza matumizi ya tehama, na Rais Samia afurahishwa na kasi ya benki ya TADB ni kwa kutoa mikopo kwa wakulima, wafugaji na wavuvi nchini. Aipongeza kwa kukaza kwa kazi nzuri na kutambulika kimataifa. Lakini Balozi Omari ang'arisha maonesho ya 88 jijini Mbeya. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Biashara Leo kwenye kurasa za mbele, huku gazeti lako Raia Mzalendo linaandika Rais Samia aipongeza TADB kwa tuzo ya kimataifa. Rais Samia aipongeza TADB kwa tuzo ya kimataifa. Waziri Sango afanya kikao kazi na viongozi wa PSSF, NSSF na WCF na OSHA. Lakini Mbeya ya ng'ara na 88 2026. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika Waziri Sangu azitaka PSSF na NSSF kuongeza matumizi ya tehama. Lakini Rais Samia aipongeza benki ya TADB ni kwa kuendelea kuwa chachu ya mageuzi sekta ya kilimo. Lakini mikopo benki hiyo awamu ya 6 pekee yafikia trilioni 1.3. Lakini Mbeya ya ng'ara na 88 2026. Serikali yaongeza nguvu kilimo cha umwagiliaji. Lakini Balozi Omali asema kusini ni mihimili mikubwa ya uzalishaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele, sasa tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Habari Leo lenye linaandika Mlugu afichua mipango baada ya madola. Lakini Tanzania yapeleka Tanzanite Miss World 2026. Habari inaendelea ukurasa 21 kwenye gazeti lako la Habari Leo. Na Zanzibar kutumia AFCON 2027 kukuza utalii. Zanzibar kutumia AFCON 2027 kukuza utalii, huku Simba Day usipime. Simba Day usipime, Yanga yaahidi kukata kiu burudani. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Habari Leo kurasa wa michezo ni Simba Day usipime, ikionyesha msemaji wa Simba Sport Club Ahmed Ali akiwa anaingia uwanjani kwa aina ya kipekee. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye kwenye michezo linaandika tajiri ahidi mambo mawili, Simba ikitimiza miaka 90. Huyu ni tajiri Mo Dewji ahidi mambo mawili huku Simba ikitimiza miaka 90. Lakini Magori yataja mkakati wa Bunju kimataifa. Na Kagere Mo Dewji ni game changer. Huyo ni Kagere anasema Mo Dewji ni game changer. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini habari kubwa ni tajiri ahidi mambo mawili, Simba ikitimiza miaka 90. Huyo ni tajiri Mo Dewji ahidi mambo makubwa mawili. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.